wanapoanzisha biashara mpya kwa mwaka mmoja. Na 7, kubadili viwango vya kodi kwa wafanyabiashara wanaotunza na wasiotunza kumbukumbu za mauzo kutoka kiwango cha sasa cha 3.5% hadi 4.5%. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilikuwa na mapendekezo tofauti katika masuala hayo yaliyopendekezwa. Baada ya mashauriano na serikali, kamati ilikubaliana na serikali katika maeneo yafuatayo: 1, kuondoa kodi ya mapato ya 1% kwenye mauzo ya mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. 2, kupunguza kiwango cha kodi kwa wafanyabiashara wasiotunza kumbukumbu wenye mapato yanayoanzia shilingi 11 milioni hadi shilingi 200 milioni kutoka 4.5% hadi 4%. Na 3, kufuta ibara ya 30 ya mswada iliyokuwa inapendekeza pamoja na mambo mengine kuipa mikataba ya msingi ya sekta ya madini nguvu zidi ya sheria ya kodi ya mapato pale ambapo kunakuwa na utofauti wa tafsiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, haikuwa rahisi kamati kufikiana marekebisho hayo na serikali, lakini kamati inampongeza sana Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar, mbunge waziri wa fedha, kwa uungwana wake wa kusikiliza, kutafakari na kufanyia kazi mapendekezo ya kamati. Marekebisho hayo ni kama mtakavyoyaona waheshimiwa wabunge kwenye jedwali la marekebisho ya serikali. Sheria ya michezo ya kubahatisha sura ya 41. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali ilikusudia kufanya marekebisho katika sheria hii kubainisha 10% ya mapato yanayotokana na 5% ya kodi ya ushuru wa bidhaa kwenye dau kwa sehemu ya mapato ya bodi ya michezo ya kubahatisha. Hata hivyo, baada ya majadiliano baina ya kamati na serikali iliridhia kuondoa marekebisho hayo na badala yake ilikubali kuongeza kiwango cha kodi kinachotozwa kwenye mapato ya kodi, yani tax on winning. Sheria ya ukadiriaji majengo sura 289. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inakusudia kufanya marekebisho katika sheria hii kuhamisha jukumu la ukusanyaji wa kodi ya majengo kutoka TRA kwenda mamlaka ya serikali za mitaa. Na 2, kubainisha utaratibu wa kukusanya mapato hayo kwa kupitia mfumo wa ununuzi wa umeme, yani luku. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilibaini utaratibu wa kukusanya kodi hii kupitia mfumo wa ununuzi wa luku unaacha nje majengo ambayo hayana umeme wa TANESCO kwenye wigo wa utozaji wa kodi hii. Hivyo kamati ilipendekeza serikali kuweka utaratibu mbadala utakaowezesha ukusanyaji wa kodi hiyo kwa walio nje ya mfumo wa luku. Serikali ilikubaliana na mapendekezo ya kamati na maboresho ni kama yatakavyoonekana kwenye jedwali la marekebisho. Sheria ambazo kamati imeleta jedwali la marekebisho: sheria ya Benki Kuu sura 197. Hii Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeleta jedwali la marekebisho. Serikali ilikusudia kupunguza kiwango cha mikopo ya muda mfupi inayochukuliwa na serikali kutoka Benki Kuu, yani overdraft, toka 18% ya mapato halisi ya ndani ya mwaka wa fedha uliopita hadi 14%. Lengo la marekebisho haya ni kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilibaini kwamba serikali imekusudia kufuta kifungu cha 69 ili kubainisha vigezo ambavyo Benki Kuu inaweza kutoa mikopo ya muda mfupi kwa serikali endapo kutatokea matukio yasiyotabirika au yasiyozuilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati haikukubaliana na mapendekezo ya serikali kwa sababu zifuatazo: 1, mabadiliko hayo yanaondoa sharti la Benki Kuu kutokopesha serikali na taasisi nyingine ya umma moja kwa moja au kwa njia nyingine. 2, mabadiliko hayo yanaondoa sharti la serikali kulipa riba kwa kiwango cha soko kwa mkopo utakaochukuliwa. Hivi sasa riba inayolipwa ni 3%. 3, masuala yote yaliyobainishwa katika tafsiri ya unforeseeable or unavoidable event kwenye mswada hayana tofauti na tafsiri ya maneno disaster yaliyopo kwenye sheria ya usimamizi wa maafa. Hivyo matumizi haya yanatakiwa kugharamiwa na mfuko wa dharura na si mkopo. 4, ibara ya 140 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ikisomwa kwa pamoja na kifungu cha 35 hadi 39 cha sheria na bajeti sura 439 imeanzisha mfuko wa dharura ambao una lengo la kumwezesha rais au waziri aliyeteuliwa na rais kwa ajili hiyo kutumia fedha zinazotengwa mahususi kwa ajili ya shughuli fulani kulipia gharama za jambo la haraka na la dharura. Na 5, kifungu cha 5 cha sheria ya matumizi cha kila mwaka kinampa waziri mwenye dhamana ya masuala ya fedha kukopa hadi bajeti nzima ya serikali
kutoka ndani na nje ya nchi na malipo yake yakalipwa na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu hizo kamati iliona kuwa serikali ina mawanda mapana ya kupata mikopo kwa ajili ya kugharamia matumizi ya dharura. Hivyo basi haikukubaliana na mapendekezo ya serikali na imewasilisha jedwali la marekebisho ya kamati. Sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148. Mheshimiwa Mwenyekiti, uchambuzi wa kamati umebaini kwamba serikali inapendekeza kurekebisha sheria hii kwa malengo ya kuweka utaratibu wa kukusanya na kuwasilisha kodi ya ongezeko la thamani kwa mfumo wa zuio. 2, kutambua vivutio vya kikodi. 3, kuweka utaratibu wa waziri mwenye dhamana na masuala ya fedha kutangaza kwenye gazeti la serikali. 4, kuanza kutoza kodi ya ongezeko la thamani kwenye huduma za kielektroniki zinazotolewa kwa Watanzania kutoka nje ya nchi kupitia masoko mbalimbali ya kidijiti. 5, kuweka utaratibu wa kufanya marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani inayokusanywa kwa mfumo wa zuio. 6, kufanya maamuzi ya marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani. 7, kutoa misamaha mbalimbali ya nyavu za kuvulia samaki. Na 8, kusamehe kodi ya ongezeko la thamani kwenye nguo zinazozalishwa ndani ya nchi na kutumika nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilikubaliana na baadhi ya mapendekezo ya serikali. Hata hivyo, ilishauri serikali kufuta ibara ya 98 na 99 inayopendekeza kuweka sharti kwa kamishna wa mamlaka ya mapato kutoa uamuzi wa maombi ya marejesho ya kodi ya ongezeko la thamani ndani ya muda wa siku 30 badala ya siku 90. Uchambuzi wa kamati umebaini kwamba mamlaka ya mapato Tanzania TRA hivi sasa inakabiliwa na changamoto ya kutokuwa na rasilimali watu wa kutosha pamoja na ujenzi wa baadhi ya mifumo ya tehama kutokamilika. Kutokana na changamoto hiyo, pendekezo hili kamati iliona halitekelezeki. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu hiyo kamati haikukubaliana na mapendekezo ya serikali na imeandaa jedwali la marekebisho ambalo naamini waheshimiwa wabunge wataiunga mkono kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, sheria ya fedha ya mwaka 2023 ilifanya marekebisho katika kifungu cha 11 cha sheria ya kodi ya ongezeko la thamani sura 148 ili kuahirisha mitaji zinazoingizwa kutoka nje ya nchi. Msamaha ulikuwa ni wa miaka 3 na unatarajia kukoma tarehe 30 2026. Aidha, kutokana na kuwa bidhaa hizi bado hazizalishi kwa wingi nchini, kufuatia utekelezaji wa miradi ya maendeleo inayoendelea ambayo inahitaji fedha hizi, kamati ilishauri serikali kuongeza muda wa msamaha huu kwa kipindi cha miaka 3 hadi tarehe 30 Juni 2029. Serikali ilikubali mapendekezo ya kamati na marekebisho ni kama yatakavyoonekana kwenye jedwali la marekebisho. Sheria ya Tume ya Taifa ya Mipango sura 127. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inapendekeza kurekebisha sheria hii ili kuweka utaratibu kwa miradi ya maendeleo ya kitaifa kutathminiwa kwa kuzingatia vigezo vya kiufundi, kifedha, kimazingira na kiuchumi kabla ya kuingizwa katika bajeti ya serikali. Lengo ni kuhakikisha kwamba miradi yote inayoingizwa kwenye bajeti ya serikali imefanyiwa tathmini ya kina ili kupunguza gharama za utekelezaji wa miradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilikubaliana na pendekezo hili. Hata hivyo, ilishauri serikali kuweka tafsiri ya neno mradi wa maendeleo wa kitaifa kwenye sheria hiyo ili kuondoa utata unaoweza kujitokeza katika utekelezaji wa sheria hiyo. Pendekezo hili lilikubaliwa na serikali. Aidha, katika sheria hii kamati pia ilishauri kuondoa kigezo cha tathmini ya kimazingira ili kutokwamisha utekelezaji wa miradi kwa kigezo hicho pale ambapo hakutakuwa na ulazima huo. Serikali ikubali mapendekezo ya kamati na maboresho ni kama yatakavyoonekana kwenye jedwali. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuwa na maoni machache yafuatayo. Kudhibiti magendo mipakani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ili bajeti tuliyopitisha itekelezwe kwa ufanisi, ni lazima kudhibiti biashara za magendo. Hivi sasa biashara hizi sio tu hazilipi kodi, bali baadhi ya bidhaa zinazopitia njia hii si salama kwa matumizi ya binadamu na kuna uwezekano wa wananchi kudhurika kutokana na matumizi yake. Hivyo kamati inaishauri serikali yafuatayo. 1, vyombo vyote vya ulinzi na usalama kushirikiana na mamlaka ya mapato TRA kuhakikisha watu wote wanaofanya biashara ya magendo wanachukuliwa hatua kali za kisheria, ikiwa ni pamoja na kufilisiwa. 2, kuipa mamlaka ya mapato fedha za kutosha ili kuongeza rasilimali watu pamoja na vifaa vya kudhibiti magendo mipakani kwa njia ya kisasa. 3, kuendelea kuimarisha mifumo ya usimamizi wa mapato ya serikali. 4, kufanya doria za mara kwa mara kwenye maeneo ambayo yameonekana kuwa sugu katika kupitisha magendo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaamini masuala hayo yakifanyiwa kazi, ni wazi kwamba tutaweza kudhibiti magendo kwa kiasi kikubwa. Kanuni za uvuvi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imefanya
uchambuzi wa mabadiliko mbalimbali ya viwango yanayopendekezwa na serikali na kubaini kwamba viwango vinavyopendekezwa vya mabadiliko kwenye sekta ya uvuvi ni vikubwa kwa wavuvi na hivyo vinaweza kusababisha wasamaki wanaovuliwa nchini kuuzwa nchi jirani ili kukwepa ongezeko hilo. Hivyo kamati inaitaka serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi kutokufanya mabadiliko kwenye maeneo yafuatayo: moja, kutoongeza ada ya kila mwaka ya leseni ya vyombo vya uvuvi hadi shilingi 400,000 na badala yake kuacha viwango vilivyopo hivi sasa. Mbili, kutoongeza ada ya kusafirisha samaki nchini ambayo inapendekezwa kuwa 75%. Tatu, kutoongeza ushuru wa kusafirisha samaki au mauzo ya uvuvi nje ya nchi kwa kati ya shilingi 200 hadi 350 kwa kilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, endapo serikali itaendelea na viwango hivi pendekezwa, ni wazi kwamba samaki wanaovuliwa katika Ziwa Victoria watauzwa katika masoko ya nchi jirani kwa sababu ziwani bado kuna ugumu wa udhibiti wa mipaka. Kuanzisha mifuko ya umwagiliaji na mfuko wa maendeleo ya mifugo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imebaini kwamba pamoja na kwamba kuna vyanzo vingi vya mapato katika sekta ya umwagiliaji na mifugo, bado sekta hizi zinategemea kwa kiasi kikubwa bajeti ya serikali katika kutekeleza miradi yake. Hivyo kamati inaishauri serikali kuanzisha mifuko ya maendeleo ya umwagiliaji, mfuko wa maendeleo ya mifugo, na vyanzo vya mapato vitokane na mapato ya vyanzo vyote vilivyoko kwenye sekta hizi mbili, na baadhi vitengwe na kuelekezwa kwenye mifuko husika kwa ajili ya maendeleo ya sekta hizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuhitimisha kwa kukushukuru wewe binafsi, lakini kumshukuru sana Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Musa Azan Zungu, mbunge na Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Daniel Barani Silo, mbunge, naibu spika, kwa kuendelea kuliongoza vema bunge letu tukufu. Nawashukuru pia Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar, mbunge, waziri wa fedha, Mheshimiwa Profesa Paramagamba Kabudi, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Mheshimiwa Anthony Mavunde, mbunge, waziri wa madini, Mheshimiwa Hamza Johari, mwanasheria mkuu wa serikali, mhandisi Msham Ali Munde, mbunge, naibu waziri wa fedha, na Mheshimiwa Laurent Deogratias Rusetula, mbunge, naibu waziri wa fedha, kwa ushirikiano wao kwa kamati wakati wa kuchambua msaada wa sheria ya fedha wa mwaka 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile napenda kumshukuru sana Daktari Natu El Mamli Mwamba, katibu mkuu Wizara ya Fedha na mlipaji mkuu wa serikali, ndugu Elijah Mandumbia na ndugu Nsubiri Akomeligwe Kajela Joshua, manaibu katibu mkuu Wizara ya Fedha, na ndugu Yusuf Juma Mwenda, kamishna mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania. Pia nawashukuru makamishna wakuu wa taasisi na wataalamu wote kutoka Wizara ya Fedha, Mamlaka ya Mapato Tanzania, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, pamoja na mwandishi mkuu wa sheria kwa ushirikiano waliotoa kwa kamati katika kipindi chote cha kuchambua mswada huu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwapongeza wajumbe wa kamati kwa umahiri, kwa umakini na ushirikiano wao waliotupa wakati wote wa kupitia na kuchambua bajeti ya serikali na hatimaye kukamilika kwa taarifa hii. Naomba kuwatambua kama ambavyo wanaonekana kwenye taarifa yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho si kwa umuhimu, lakini mshukuru tena ndugu Baraka Leonard, katibu wa Bunge, kwa niaba ya watumishi wote kwa kuiwezesha kamati kutekeleza majukumu yake kikamilifu, pamoja na kutoa ushauri wa kitaalamu uliowezesha kufanikisha utekelezaji wa shughuli za kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na naunga mkono hoja. Asante sana mwenyekiti wa kamati yetu ya budget kwa kazi nzuri, na hongera sana wajumbe wote wa kamati yetu ya budget kwa kazi nzuri sana ulioifanya. Lakini tunampongeza sana waziri wa fedha na timu yake yote. Ametuambia mwenyekiti wa budget hapa amekuwa msikivu, anatafakari na kutilia manani na kufanya maamuzi. Hongera sana mheshimiwa waziri. Mheshimiwa wabunge, tuwatambue wageni waliopo ndani ya ukumbi wetu. Tuna wageni wa waheshimiwa wabunge, wageni 6 wa Mheshimiwa Deus Clement Sangu, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi ya ajira na mahusiano. Hawa ni viongozi wa CCM kutoka jimbo la Kwela mkoani Rukwa.
Karibuni sana. Tuna mgeni wa Mheshimiwa Clayton Levocatus Chipanda, ndugu Sande Moshi Linex, msanii wa Bongo Flava kutoka jijini Dar es Salaam. Karibu sana. Yuko pale, simama tukuone bwana. Karibu sana. Tuna wageni watatu wa Mheshimiwa Japhet Ngailonga Hasunga, mbunge. Hawa ni wanafunzi kutoka Chuo cha Elimu ya Biashara CBE wanaotoka wilaya ya Mbozi, mkoa wa Songwe. Nadhani hawajaingia hawa. Tuna wageni watatu wa Mheshimiwa Taska Restuta Mbogo, mbunge. Hawa ni kikundi cha sala parokia ya Kiwanja cha Ndege kutoka jijini Dodoma. Tuna wageni 8 wa Mheshimiwa Patali Shida Patali, mbunge. Hawa ni wanafunzi wanaosoma vyuo vya kati na vyuo vikuu kutoka jijini Mbeya. Siwaoni wako wapi? Tuna wageni 35 wa Mheshimiwa Amur Saif Abdalla, mbunge, wanafunzi na walimu wa shule ya msingi ya awali Genius Kings kutoka Pemba. Wako pale. Lakini tuna wageni, karibuni sana. Tuna wageni 104 wa Mheshimiwa Johannes Lukmai, mbunge. Hawa ni wanafunzi na walimu kutoka shule ya msingi Green Acres ya jijini Arusha. Wako pale kwa wingi kabisa. Lakini katika hilo kundi kuna General Pareso ambaye ni anti wa mwenyekiti wetu wa bunge. Hebu atupungie mkono tumuone hapo. General yuko pale. Wageni wote wa waheshimiwa wabunge tunawakaribisha sana katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Karibuni sana. Lakini tuna wageni waliotembelea bunge kwa ajili ya mafunzo. Tuna wanafunzi 95 na walimu 10 wa shule ya msingi St. Arnold kutoka halmashauri ya jiji la Arusha. Wako pale. Karibuni sana. Lakini tuna wanafunzi 72 na walimu 8 wa shule ya awali na msingi Mario kutoka wilaya ya Tarime, mkoa wa Mara. Wako pale. Karibuni sana. Wageni wote tunawakaribisha ndani ya ukumbi wetu. Waheshimiwa wabunge, katibu, waheshimiwa wabunge, nimeshaletewa majina ya wachangiaji. Majina ya wachangiaji ambao watachangia kwa dakika 10. Tutaanza na Mheshimiwa Bahati Kenneth Ndingo, atapatiwa Mheshimiwa Joseph Zakarius Kamonga. Mheshimiwa Daktari Pindi Hazara Chana ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru. Kwanza waheshimiwa wabunge, tuwashukuru sana kwa ushirikiano sisi kama kamati ya budget, na kwa kweli Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua unyeti na umuhimu wa mswada huu, waheshimiwa wabunge wa kamati ya budget, jana ilitulazimu kufika mpaka saa 6 usiku kuhakikisha maslahi ya wananchi wetu yanatumika. Lakini haitoshi Mheshimiwa Mwenyekiti, wajumbe wako wa kamati ya budget, leo tumefika hapa bungeni saa 11 asubuhi ili kuhakikisha maoni na ushauri ambao waheshimiwa wabunge wameutoa kwetu tukiwa kwenye makorido kwa message unaweza kuwasilishwa vizuri serikalini ili waweze kufanya marekebisho na kwa maslahi mapana ya watu wetu.
lakini kwa dhati ya moyo wangu, Mheshimiwa Mwenyekiti, niipongeze serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli kwa mara ya kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, wamekuwa wasikivu na maoni mengi ambayo sisi kama kamati wameyafanyia kazi. Hongereni sana, hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunatambua serikali ilileta mswada huu wakitaka kufanya marekebisho sheria 147 ya ndugu zetu wanaotumia vyombo vya bodaboda. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, waliweka ushauri wao kama serikali kutoza 5% kwenye bodaboda zote, lakini kuongeza gharama ya usajili wa bodaboda kutoka 95,000 mpaka 1,500,000. Na mimi nimeona kiu ya wabunge hili wakitueleza, wajumbe wa kamati ya bajeti, kwamba kwa kuwa ninyi mpo kule kwa niaba yetu, hoja hii hakuna mbunge yeyote aliyopo humu ndani alikubaliana nayo. Na kwa umuhimu wa vijana wetu wa bodaboda, tunatambua hakuna jimbo hapa ambalo hauna mchango wa bodaboda kwenye majimbo yetu. Hakuna jimbo hapa litasimama hawatambui na hawathamini mchango wa bodaboda kwenye maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kutambua umuhimu huo, sisi wabunge kwa niaba yenu nyinyi, sisi wanakamati, tuliambia serikali kwamba jambo hili haliwezekani. Niwapongeze sana serikali, wameiondoa tozo ya 5% kwenye bodaboda. Hongereni sana. Lakini walitaka kupandisha kutoka 95,000 kwenda 1,500,000 kama gharama ya usajili, na hilo nalo wameliacha, wameliondoa. Hongereni sana serikali. Na hii ndio serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan, na hawa ndio wabunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaokuja kuwakilisha hoja za wananchi ndani ya bunge.